kweli kuna shida ambazo zimejitokeza kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Kuna uchafuzi wa mazingira, kuna ukataji wa miti ovyo, kuna mabadiliko ya majira, kuna joto jingi na matatizo mengine kadha wa kadha. Kwa hiyo nia kubwa ni kutaka kufanya mikakati jinsi ya kukabiliana na matatizo haya ya mabadiliko ya tabia nchi. Tunatarajia kuondoka na maazimio ambayo washiriki wataondoka nayo kuyapeleka katika jamii wanakotoka, ikiwa ni pamoja na kuongeza utoaji wa elimu ili uelewa wa jamii uelewe na waweze kuchukua hatua. Lakini pia tunahitaji kushirikiana na wadau mbalimbali, kwa sababu swala la kukabiliana na matatizo ya tabia nchi sio la mtu mmoja. Na wadau, serikali, taasisi binafsi, taasisi za biashara na jamii kwa ujumla tunapaswa kushirikiana kukabiliana na tatizo hili ambalo ni janga kwa taifa na dunia nzima. Wito wetu kwa serikali ni kwamba kwanza tunaomba tuendeleze ushirikiano, kwa sababu serikali ndiyo inatunga sheria na sera ambazo zinapaswa kwenda sambamba na elimu ambayo inatolewa, kwa sababu sheria peke yake na elimu peke yake haziwezi kufanya kazi bila kushirikiana. Lakini jambo la pili, tunaomba zile sheria zinazotungwa zitekelezwe. Mara nyingi tunakuta kwamba sheria ziko vitabuni, matatizo yanaendelea kutokea maeneo mbalimbali ya uchafuzi wa mazingira au uharibifu wa mazingira bila wale wahusika kuchukuliwa hatua. Kwa hiyo tunaomba vile vyombo ambavyo vinahusika katika kuchukua hatua za kisheria basi vifanye hivyo. Na njia za asili za kupambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi ni muhimu sana, ili kuweza kuielimisha jamii ambayo imezunguka hasa ziwa Victoria na kwenye ukanda huu wa bonde la mto Nile, kuweza kujua njia sahihi za kutumia njia ambazo ni asilia za kuweza kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Hakika sasa nafikiri ni fursa moja nzuri sana kwa hawa washiriki wa hii semina ambayo imefanyika leo kuweza kuwaelimisha jamii, lakini pia na kupeleka ujumbe kwa watunga sera, serikali, kuweza kuona ni jinsi gani wanaweza wakaainisha sera ambazo zinaendana na njia sahihi za jamii kukabiliana na majanga yanatokana na mabadiliko ya tabia nchi kwa kutumia njia asilia katika mapambano haya. Mojawapo ya maazimio ya kikao hiki ni kuweka mpango kazi au mikakati kwa wanachama ambao ni wajumbe wa bodi ya mamlaka ya hifadhi ya mto Nile, kuona ni jinsi gani wanaweza wakajiwekea mipango ambayo iko ndani ya uwezo wao na kuona kwamba jinsi gani wataweza kuitekeleza. Kwa hiyo wajumbe waliokaa watatoa maazimio baada ya kikao cha leo na kujiwekea mikakati kuona jinsi gani wataendelea mbele, lakini pia na kukuza ushirikiano kati yao na hata na wadau wengine wa mazingira katika swala zima la kuhifadhi na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Katika semina hii nimeiona ni semina muhimu sana, kwa sababu wadau wa mazingira tumekutana, na kikubwa zaidi nimefurahi kwamba tumeanza kuongea mara kwa mara mabadiliko ya tabia ya nchi na njia asili ya kudhibiti athari za tabia ya nchi. Na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa maeneo yetu imekuwa ni changamoto kubwa sana, na watu wengi mpaka tumekimbilia njia ambazo sio za asili kutafuta suluhu. Lakini kwa upande wa mikono yetu tumejikita hasa kuwaelimisha wananchi kupanda miti. Kwa sasa tumefanya Kaumulo, Sengerema na Buswelu wilaya ya Ilemela. Na baada ya kuingia kwenye semina hii nimefurahi kwamba kuna wadau wengi wanafanya hizi jitihada
na ninaamini tutafika mbali. Tutaongeza nguvu zaidi kwa sababu tumeanza kwa udogo kufanya kilimo hai Sengerema na tumeona matokeo makubwa. Sasa tumeanza kuingiza idea hiyo Buswelu, tunaamini tutafanikiwa na tumefurahi TAEA wanafanya zaidi kwenye eneo hilo. Kwa hiyo tukiunganisha nguvu tutafika mbali. Kwa mfano, ukipata nyanya organic ukaitumia hata bila kuipika, hauwezi kupata wasiwasi na unakuwa umeboresha afya yako. Lakini zenye madawa unaanza kuambiwa sijui uchukue baking soda uloweke sijui kwa muda gani, usafishe mboga ndio uanze kupika, inachukua muda, inamaliza rasilimali maji mengi. Kwa hiyo tukihamia kwenye organic tutafika mbali, na pia tutaboresha mazingira na tabia ya nchi tutaona inarudisha uasilia wake. Kiukweli nimejifunza mambo mbalimbali ikiwemo masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, na ukizingatia ni swala ambalo ni mtambuka kwa sasa. Nimejifunza nini maana ya mabadiliko ya tabia nchi, kwa nini kunatokea mabadiliko ya tabia nchi na nini kifanyike ili kuepukana au kudhibiti mabadiliko ya tabia nchi. Lakini pia nimejifunza kuhusiana na mbinu asilia za kuweza kuepukana na mabadiliko ya tabia nchi. Hizi mbinu asilia zikitumika itasaidia kabisa na italeta chachu kubwa ya kuweza kuepukana au kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Ninachokiona kwa sasa ni changamoto ya elimu na ufahamu kuhusiana na hizi mbinu. Kwa hiyo rai yangu mimi kama wakili, lakini mimi kama mdau au mnufaika wa hii semina, ni kuendelea kutoa elimu zaidi kuhusiana na changamoto zilizopo kutokana na mabadiliko ya tabia nchi na mbinu asilia ambazo zinaweza kutumika ili kuepukana au kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, ikiwemo upandaji wa miti, kilimo cha mseto, lakini matumizi bora ya ardhi.